na niliwahi kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa tawi la Social Science and Humanities pale UDOM, lakini nikawa mwenezi wa tawi Social Science and Humanities UDOM, lakini pia katibu wa tawi la Social Science and Humanities UDOM. Baadaye nikawa tulianzisha umoja mmoja na Mheshimiwa Mavunde unaitwa shirikisho la vyuo na vyuo vikuu, walikuwa wanaita UVCD, yani wanachama wa CCM, ambalo lilikuwa liko pale chini ya mwenyekiti wetu alikuwa anaitwa Remy Msea, sasa ni DC. Lakini pia katibu wetu pia walikuwepo pale. Sasa hivi katibu wetu wa vyuo na vyuo vikuu kipindi hicho Dodoma, sasa hivi ni mbunge wa Handeni. Lakini wadau mbalimbali tuliokuwa nao kina Kasarali, sasa hivi mbunge wa Sumbe. Sio, mmenielewa hapo? Sasa ujue kwamba vyuo vikuu siasa ndo zinaanzia huku. Ukishajifunza huku, ukitoka huku unaenda tena unaenda kupata mafunzo mbalimbali. Watu wengi hapa ukiangalia ana ndoto zake, si ndivyo? Mwingine anataka kuwa katibu wa CCM wa wilaya, mwingine anataka kuwa katibu wa CCM wa mkoa, mwingine anataka kuwa mwenezi wa mkoa, na mwingine anataka kuwa nafasi kama vile mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya. Niwaambieni, kati yenu hapa atatoka mkuu wa mkoa, atatoka mkuu wa wilaya, watatoka wakurugenzi wa halmashauri, watatoka marais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kikubwa cha kufanya, safari yako anza leo. Usikilize moyo wako. Wewe unapenda kuwa kiongozi wa namna gani? Tafuta role model wako, mfuatilie mienendo yake, alafu atakuwa kama mwalimu kwako. Ijapokuwa hamtaonana, lakini awe kama mwalimu kwako. Nimewaambieni mimi niliwahi kusomewa na chuo kizima social science pale Bweni. Mimi nilikuwa mwana CCM mbishi. Na wapeni historia. Kulikuwa na jamaa yetu mmoja anatokea Kilimanjaro. Kipindi hicho mikoa mingine huko ndio ilikuwa, yani chama vingine vya upinzani ndio wamejaa kibao. Sasa sikio tulikuwa na shughuli, tunakwenda. Tulikuwa tunamchangia fomu rais wa awamu ya 4, Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. Tulikuwa tunakwenda Dodoma pale, tumeandaa maandamano. Katibu wetu wa vyuo vikuu pale kipindi hicho tawi la education pale alikuwa marehemu Egla Mamoto. Mimi nilikuwa natokea social science. Wamesimama kwenye mabweni wote wananizomea mimi. Mimi nikasema nizomeeni, mkimaliza basi mimi nitaendelea na shughuli nyingine. Of course nilizomewa, usipokuwa na akili timamu unaweza kukimbia. So unajua kuzomewa kila kona. Hapo mabweni yale ilikuwa unasimama, yalikuwa na gorofa pale social science. Watu wamekaa wote wanazunguka, huyo mafisadi hao. Mimi nikasema kama mafisadi sisi tunakipigania chama hiki. Na ni kweli tulisimama imara pale. Tukaenda kwenye kumchangia Mheshimiwa Rais fomu, na kweli tukamkabidhi chini ya katibu mkuu Mheshimiwa Makamba, tukakabidhi milioni 1.2 milioni.